Na jambo la pili unalopaswa kulijua unapoendelea kuishi katika maisha yako ya wokovu ni kwamba kuna majaribu. Katika maisha yako ya wokovu kuna majaribu tukutana nayo. Tunasoma katika Yakobo 1:14, neno la Mungu linasema kuwa lakini kila mtu hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku akivitwaa na kudanganywa. Na pia Yakobo 4:7, neno linasema jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hatawaacha mjaribiwe kupita mwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea, ili muweze kustahimili. Tunafundishwa nini hapa? Katika safari yetu ya wokovu majaribu yapo, utakutana nayo, na ukikutana nayo tafadhali usije ukamwacha Kristo Yesu. Usije ukajaribu kumwacha Kristo Yesu. Ninakusii usije ukamwacha Kristo Yesu. Unapokutana na majaribu usimwache Kristo Yesu. Majaribu yapo. Sasa nachotaka kukuambia ni kwamba utakapojaribiwa, kwanza ujue Mungu hawezi akakupatia jaribu lilo zaidi ya uwezo wako. Yapo majaribu ya Mungu na yapo yanayoletwa na shetani. Shetani hutumia njia ya udhaifu wa mwili. Mfano, nimefanya kazi kutwa, nimechoka, ila usiku inanibidi niombe. Sasa usiku inabidi niombe mbele za Baba yangu wa mbinguni, nimshukuru, nifanye ibada, na huenda niko kwenye maombi ambayo nimeshajiwekea nadhiri kuyafanya. Lakini ule udhaifu wa mwili unapotokea nahisi kuchoka, lakini nimeshaweka nadhiri kwamba sitapita hata siku moja bila kuomba. Basi shetani anachokifanya ni kutumia ule udhaifu wa mwili wako. Hapo bado hujatenda dhambi, kumbuka. Atatumia udhaifu wa mwili wako kwamba pumzika. Na utakapokubaliana na udhaifu wa mwili wako kwamba nipumzike, nitaomba hata kesho, basi utakapoacha kuomba na ili hali umefanya dhamiri, umeweka nadhiri na Mungu, hapo ndio inapotokea dhambi. Umeona? Ndipo dhambi inapoumbika. Shetani hutumia udhaifu wa mwili wetu kutuletea majaribu. Alitumia udhaifu wa mwili wa Yesu ambao ni wa kibinadamu, unaosikia njaa, akamletea jaribu la kugeuza mawe kuwa mkate. Yesu alikuwa na uwezo huo, lakini alilishinda lile jaribu. Hakusikiliza ile njaa ambayo shetani anaongea kupitia hiyo ili kumtendesha dhambi, ila aliangalia kile ambacho amekubaliana na Mungu wa mbinguni katika makusudi ambayo anatakiwa yafanye hapa duniani. Kwa hiyo katika safari ya wokovu yapo majaribu, ila usimpe shetani nafasi, kwa sababu sio kila jaribu litakalokuja kwako ni amelileta Mungu. Ya shetani ni yale ambayo mara nyingi utampatia nafasi na atakuingiza katika mtego. Sasa usiruhusu, usimpe ibilisi shetani nafasi. Na kama majaribu yatupate yale ambayo Mungu ametukusudia sisi, na sio yale tuliyojitengenezea mazingira sisi kuingia kwa hayo. Na yale yanayoleta Mungu analeta na mlango kutokea. Kwa hiyo tambua majaribu yapo. Na kila unapojaribiwa usije ukasema ni shetani, no. Jaribu linaloletwa na Mungu huwa lina mlango wa kutokea. Ni wewe kuongea naye, nionyeshe mlango wa kutokea. Lakini pia lile jaribu ambalo utampa ibilisi au shetani, huaga Mungu anakuwa hajalileta yeye, ni wewe umempa mlango shetani. Nalo ni ndilo linaloangushaga watu wengi. Ndio maana katika ile ibada anasema katika ile sala ya Bwana, usitutie majaribuni lakini utuokoe na yule mwovu. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu sasa hata milele yote. Kwa hiyo kuna majaribu, jua hilo. Kuna majaribu. Lije kwa ubaya au kwa uzuri, jaribu la Mungu lipo kukukomaza na kukupandisha viwango. Jaribu la ibilisi liko kukutendesha dhambi na kukuangusha. Jaribu la ibilisi ni lile alilopewa Samsoni na Delila. Delila alimjaribu kwa kumuuliza siri ya nguvu zako ni zipi?
Hilo jaribu lilitengenezwa na Samsoni mwenyewe, sio Mungu, kwa sababu alikanywa akaambiwa usioe kutoka kwa Wafilisti, na sheria za Kiisraeli haikutakiwa Muisraeli kuoa nje ya jamii ya wao, nje ya makabila yao, ili kuepusha kumchanganya Mungu miongoni mwao kwa kuitia miungu ya watu wa jamii nyingine. Kwa hiyo alimtengenezea shetani nafasi, na shetani akampata mpaka inapelekea mauti yake, kukamatwa, kutobolewa macho. Lakini jaribu la Mungu ni kama lipi? La Ayubu. Mungu anaongea na shetani. Mungu anajivunia sana Ayubu. Umeona? Anamwambia Ibilisi, umeona mwanangu Ayubu? Ibilisi anasema kwa sababu umewekea ukigo na wigo, umemzingira, na ni kwa sababu umempa vitu vingi, mali, mashamba, ndio maana anakupenda. Lakini akasema hapana, kaviguse vyote ila roho yake usiguse. Lile jaribu lilikuwa ni la Mungu. Ndio maana ukiangalia mwisho, Ayubu anarejeshewa mara mbili watoto, mara mbili mali, mara mbili mifugo, mara mbili, kwa sababu alishinda. Na hapo alishinda ni kwa kuomba, sio kwa sababu ni jaribu la Mungu unasema upo mlango utatokea automatically. No, omba. Sawa. Jambo la tatu, unapoendelea kuishi katika maisha ya wokovu, unatakiwa ujue kwamba kuna kutembea na Mungu. Sio kutembea peke yako wala kivyako, ni unatembea na Mungu. Yaani wewe unakuwa ni wakuvutwa na kuburuzwa na Mungu. Hauna mamlaka juu ya maisha yako tena. Hata unataka kuhama mji mmoja kwenda mwingine, huenda huo unaotaka kuhama unaupenda, inabidi muulize Mungu, umeniruhusu kwenda huko? Kama hajaruhusu, no, kwa sababu hauna mamlaka juu ya maisha yako. Kwa hiyo unapoendelea kuishi katika maisha yako wokovu, ujue kuna kutembea na Mungu, sio peke yako. Naam, tuendelee na kujifunza kuhusiana. Tumeona kwamba kuna kutembea na Mungu, si ndio? Sasa twende tukaangalie mambo muhimu ya kuzingatia unapotembea na Mungu. Ni mambo gani unatakiwa uzingatie unapotembea na Mungu? Tuone. Jambo la kwanza, muachie yote. Muachie yote. Muachie yote. Unapotembea na Mungu, muachie yote. Mungu, kama tuseme maisha yako ni kama gari. Alafu kwenye gari kuna siti ya mbele ya dereva na kushoto kuna ile anayekaa na dereva. Sasa maisha yako ni kama gari. Ulivyokoka tu, ulitoka kwenye usukani ukamwambia ninakukabidhi usukani, yani maisha yangu yaendeshe wewe. Sasa muachie yote. Pa kupiga honi apige yeye, pa kupiga breki apige yeye, pa kuongeza mwendo aongeze yeye, pa kupunguza mwendo apunguze yeye. Acha kutaka kuyaongoza maisha yako baada ya kuokoka. Kila kitu muachie yeye, Mungu wa mbinguni. Kabla hujafanya kitu mwambie, hiki umekiridhia kwangu? Kabla haujakutana na mtu kwa kutengeneza urafiki wa kikazi, wa kibiashara na hata ndoa, muulize Mungu, huyu ndiye uliyemridhia kwangu? Hiki umekiridhia? Hiki kumekiruhusu? Mwachie yote. Tunasoma Warumi 12:1-2, anasema basi ndugu zangu nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu, yale mema na kupendeza na ukamilifu. Yaliyo mema na kupendeza na ukamilifu. Msifuatishe namna ya dunia hii. Namna ya dunia hii mtu anaishi kwa mipango yake, ila ukishaokoka unaishi kwa mipango ya Mungu, kwa mapenzi ya Mungu, kwa maongozi ya Mungu, kwa vile anavyotaka Mungu, kwa sio unavyotaka wewe. Kwa sababu ile siku ulitoa maisha yako kafara kwa Yesu, ukasema Yesu nakupa maisha yangu, ulimpa kweli. Sasa unavyoendelea kujiamlia juu ya maisha yako, unamtendea Mungu dhambi. Okay, jambo la pili la kuzingatia unapoendelea unapotembea na Mungu ni kuongea au kuzungumza na Yesu. Muda wote ongea na zungumza na nani? Na Yesu. Zungumza naye, maana yake kila kinachokupata kiwasilishe kwake. Kiwasilishe kwake. Kiwasilishe kwake. Kuna hili linanisumbua. Yesu, kuna hiki akijakaa sawa. Yesu, kuna hiki kimefanikiwa, sio tu shida, paka yale mafanikio aliyokufanikisha. Unamwambia Yesu, kimeenda vizuri, kimeenda hivi hivi. Ongea naye muda wote.
Wafilipi 4:6-8 neno linasema kuwa msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu na zijulikane na Mungu, na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Hatimaye ndugu zangu, mambo yoyote yaliyo ya kweli, yoyote yaliyo ya staha, yoyote yaliyo ya haki, yoyote yaliyo safi, yoyote yenye kupendeza, yoyote yenye sifa njema, ukiwapo wema wowote, ikiwapo sifa nzuri yoyote, yatafakarini hayo. Umeona hapa? Anasema usijisumbue kwa neno lolote, bali kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zako zijulikane kwake Mungu wako aliye mbinguni. Kwa hiyo hilo ni jambo muhimu sana unalotakiwa kuishi nalo katika wokovu. Fulani ananisumbua, fulani hivi. Hebu mshirikishe Yesu. Jambo jingine unapoendelea katika maisha ya wokovu ni unatakiwa kufanya maombi wakati wowote na mahali popote. Fanya maombi wakati wowote na mahali popote. Mathayo 6:6 anasema, bali wewe usalipo ingia katika chumba chako cha ndani, na ukiisha kufunga mlango wako usali mbele za Baba yako aliye sirini, na Baba yako aonaye sirini atakujazi. Sasa ikitokea unaambiwa na Roho Mtakatifu unasukumwa kuingia katika maombi, uko unatembea, omba hata kimoyomoyo, omba wakati wowote, mahali popote. Uko kwenye mazingira ya nyumbani, uko mazingira ya kwenye shughuli zako za biashara, uko sokoni, uko katika maeneo yoyote, fanya maombi. Usiogope kuomba, watakuona huyu mlokole anajifanya anasali sana. Ndio. Ikiwa Mungu amekuamuru kuingia katika maombi, ingia. Wewe jitenge na watu na hakikisha kwamba hauombi ili watu wakuone, hauombi ili watu wakusifie, hauombi ili kujionyesha kwa watu. Usifanye hivyo. Pale palipo na mazingira mazuri ya kuingia, sehemu ambayo utatulia, kama ni nyumbani, kuingia chumbani, ingia, ombea huko. Ila ikiwa kwenye mazingira kama ya nje na umesukuma kuingia kwenye maombi, omba hata ukiwa unatembea. Omba wakati wote, mahali popote, muda wowote. Haya, jambo lingine la 4 la kuzingatia unapokuwa unatembea na Mungu, inatakiwa uwe na mtu wa kuomba naye, au uwe na watu wa kuomba nao. Umeona? Mathayo 18:19 neno linasema kuwa, tena nawaambia ya kwamba wawili wenu watakapopatana duniani katika jambo lolote watakaloliomba, watafanyiwa na Baba yangu aliye mbinguni. Yesu anasema wawili watakapopatana. Anasema kwenye neno kuna mahali panasema kuwa kamba yenye nyuzi 2 au nyuzi 3 ni ngumu kukatika kuliko yenye nyuzi 1. Kwa kuna nguvu ile ya ushirika katika kufanya ibada kwa pamoja na mtu ukiwa naye kuomba naye aliyeokoka. Ndio maana inatakiwa na mtu kuomba naye. Anaweza kuwa ni mwanao, mume wako, mke wako, akawa ni wanafamilia wenzako, ikawa ni mtu ambaye umeokoka naye, ni jirani yako aliyeokoka. Jambo jingine la 5 la kuzingatia unapotembea na Mungu ni inatakiwa uungane na wenzako waliokoka kweli kweli. Waliokoka kweli kweli. Uungane nao katika nini? Katika ibada. Uungane nao katika nini? Katika kutumika kwa Mungu, kushuhudia habari za Kristo Yesu na kuyafanya mapenzi yake Mungu wetu. Jambo la 6 unapotembea na Mungu la kuzingatia ni umtii Mungu Roho Mtakatifu, na ni muhimu kuliko naweza ngasema ni muhimu kuliko yote, labda niseme kwa hivyo. Mtii Mungu Roho Mtakatifu. Huyu ndio aliyeachiwa hapa duniani akulinde, akuongoze, akushauri, akufariji, akufundishe. Unapokuwa na Roho Mtakatifu Mungu, haumhitaji mwalimu mwingine, kwa sababu kwenye neno lake Mungu amesema, nami nitamimina Roho wangu Mtakatifu, na hapata kuwa na mtu atakayemfundisha mwenzake kifanya hiki. Endapo utamsikiza Roho Mtakatifu Mungu, atakuwa mwalimu wako na atakuwa na kufundisha kila kitu, kwa kutumia watu au kutumia we mwenyewe. Umeona?
inatakiwa umtii Mungu.